Ukiwajibu kwa mstari wanajibu kwa mstari. Sasa hivi nimewalea wao mabinti sema katika baba angeacha kuwafundisha mabinti. Unajua baba ni mzaifu. Baba angemwachia mama wa kutoa. Mimi sijawahi kuwa mzaifu. Mzaifu anafanya nini? Mzaifu anafanya nini? Mzaifu anafanya nini? Mzaifu anazaa haya mashizo sikuvuka sana. Mzaifu anazaa na anapoa mwili madogo. Huyu ni mzaifu. Hivi ni mzaifu ndio. Mzaifu ndio kabisa. Mzaifu anazaa na pesa. Mzaifu anazaa na kiwiti. Mzaifu anazaa na mkono. Mzaifu anazaa na kosa. Huyu ni mzaifu. Huyu ni mzaifu. Hivi ni mzaifu. Kinyana ni mzaifu. Hivi ni mzaifu. Hivi mzaifu anataka sokoni mzaifu. Mzaifu analeta mkweli kwa mtu mzaifu. Mzaifu anabadilisha Uislamu leo anabadili Injili. Mzaifu mtu mzaifu. Huyu mzaifu anafundisha huyu kuomba, anataka kuomba leo. Mzaifu mtu mzaifu. Hivi ni mzaifu na leo. Na uweza mtu mzaifu na leo. Hivi mzaifu majini anamkimbia mzaifu. Kuna mambo yanazunguka kitu. Hivi mtu mzaifu wewe. Huyu mtu ni kwa mzaifu wewe. Yaani kama mtu anaweza akawaambia kama mwamini maisha yangu si mwamini tu kazi unifanye sasa uonyeshe huyu mtu mtu na yeye. Kuna mambo unaweza kusoma tu kiangalia unasema hakika huyu ni nini maisha yako. Huyu ni mambo maisha yako. Watu sasa kila mmoja na kisa. Watu sasa kuogopa. Ukasema Mungu hata Waisraeli pamoja Mungu alimtokea Musa peke yake. Walimuona Musa ni mtu dhaifu sana. Ndio maana walifanya hivi. Na wale Waisraeli walifanya hivi Musa akapata haya. Musa kwa mpole Yesu. Haya. Yaani mpaka Mungu anaendelea katika Musa njoo. Kaniti ni kama hapa. Mama Musa anafunga ile kati. Sasa Musa haongei kitu. Kaniti Masa na mimi. Mimi mna afunga Mungu abariki sana. Yeye. Hivi ni mkogopa. Mungu sana. Angogo. Afunga na wewe. Akiwepo nabii. Sasa ninaagiza udogo hivi hapo. Akiwepo nabii huyu. Na akiwepo nabii huyu ndio kuishi. Ili Mungu anasema nao hawa kwa ndoto na kwa mama. Afunga Biblia. Sivyo itakavyokuwa kwa mtumishi wangu Musa. Wajua Mungu alikuwa Musa ni mkamilifu. Kwa sababu alisikia ambacho anamwambia Musa ana madhaifu, ana mapungufu. Musa aliyemtetea Mungu aliyemtetea Musa. Asema Musa mtumishi wangu ni mkamilifu katika mambo yote. Hapo akasema nikiwa na Musa mimi nitasema naye uso kwa uso, mdomo kwa mdomo, uso na mtu tutaongea uso kwa uso, lakini sio hao. Sasa kwa nini mkuogopa? Mnakula koma siku sana. Asikapi haleluya. Bwana sasa. Maneno mazuri. Mambo hayakwenda kwenye taifa. Alikuwa ameongea Musa ni Mungu. Msipate ukoma wanangu, Miriam na Miriam msipate ukoma katika jina la Yesu. Sasa unaona kitu gani ambacho kinatokea? Nini kinatokea? Mungu alimtetea Musa. Kuna wakati tunaeleza na somo letu hili. Lakini tunapigika kwa sababu tumegusa ukamilifu wa Mungu. Unajua kuna vile unaniona, alafu kuna vile ile itaendelea. Haya ni mambo mawili yasiyofanana. Kuna vile unaniona, alafu kuna vile ile itaendelea. Na roho niwaambie katika ukuli niwaambie, mke wangu niwaambie, viongozi niwaambie, wafanyakazi niwaambie, mashemasi niwaambie, na washirika niwaambie. Niwaambie kitu. Katika watu wanapenda Mungu. Mimi napenda Mungu. Na kama unabisha, kuna safari katika mchungaji yote na macho ya kuona. Kama mimi naomba uniombee, huyu mtumishi wetu hapo sasa uko kuongea. Hivi kuna ufalme ni gani? Mungu anajua, Mungu anafahamu. Kwa mtumishi wako ndio kama ni makosa anafuata, kama ni siku ile anafuata, kama ni majina anafuata, kama ni mzee wa mpango kama mzee anafuata, kama ni Jordani Arusha, ukifika mzee na jina hili linajiita mtumishi wa Mungu.
Bwana, huyu ni wake au sio wake, alafu usikie majibu ya Mungu atakwambia. Inawezekana nikwambie mtumishi wa Mungu nielewe nilichokisema, lakini nataka nikuhakikishie vile unanitazama na kuniangalia, mbili inaniangalia kama shujaa, kama wapiganaji, kama mtu aliyeukaa kwa roho kama taifa yangu, kama watu wa aina yangu kwenye ufalme. Ni wachache sana, labda pengine hamnielewi. Hebu simameni mkao, simameni kwa mfano pamoja na